Hii ni EMP Africa Radio. Moving to the next one, of course, ni kule mbele yao kabisa. Yupo hapa Taylor Swift, mkali wa pop kutoka kule US. Wakati tuzo za 68 mkeka umetoka, wa nominees wa category tofauti tulikuwa tunatarajia kuliona jina la Taylor Swift, lakini bahati mbaya sana kwenye category hata moja Taylor Swift hajaonekana. Management ya Taylor imekuwa kimya for a while baada ya kutoka mkeka wa tuzo za 68 za Grammy Award, na taarifa ya kwa nini Taylor Swift kazi zake hazijaonekana kwenye tuzo za mwaka 2026 za Grammy kwenye nominees ni hii hapa. Mkali wa mziki wa pop kutoka UK, Taylor Swift hajaorodheshwa kwenye tuzo za Grammy zitakazofanyika mwaka 2026, jambo ambalo limewashangaza baadhi ya mashabiki na hata wachambuzi wa music worldwide. Hata hivyo inaelezwa kwamba chanzo cha Taylor kutokuwepo kwenye kinyang'anyiro chochote licha kufanya vizuri mwaka huu si kwa sababu amepuuzwa na kamati ya Grammy, bali hakustahili kushiriki kutokana na mchujo wa mwaka huu jinsi ulivyo. Na mchakato wa mchujo ukoje? Mchakato wa mchujo uko hivi, ulimsababisha Taylor Swift kutokuwepo kwenye kategori hata moja. Baada ya tangazo rasmi la majina yaliyochaguliwa kutolewa Novemba 7 mwaka 2025, mashabiki wengi walihoji ni kwa nini album ya The Life of Showgirl iliyotoka Oktoba 3 mwaka 2025 haikuonekana kwenye orodha ya wagombea, yani kwenye tuzo za Grammy. Ukweli ni kwamba Taylor alitoa hiyo album nje na dirisha la usajili la kazi zilizowekwa na Recording Academy, hivyo anaweza kuinominate album yake ya The Life of Showgirl pamoja na tracks zinazopatikana ndani ya album ya Showgirl kwenye tuzo za Grammy za mwaka 2027. Kwa mujibu wa kanuni rasmi za Grammy ni kwamba kazi za music zinazotakiwa kuwania tuzo hizo lazima ziwe zimetoka ndani ya kipindi kinachostahili cha mwaka husika wa tuzo za Grammy. Kwa mwaka huu dirisha lianza Agosti 31 mwaka 2024 na kufungwa Agosti 30 mwaka 2025, mwezi wa 8, yani mwezi wa 8 mwaka huu. Na kwa kuwa album ya Taylor Swift iliachiwa Oktoba 3 mwaka 2025, ikiwa ni zaidi ya mwezi mmoja baada ya tangazo la Grammy, ndio sababu ya The Life of Showgirl ya Taylor Swift haikuwepo kwenye kategori hata moja, tofauti na baadhi ya album ambazo zilitolewa back in the days, tofauti na tarehe album yake kuwepo.